Yes, nadhani tumekuwa na session ya mwanzo leo na kila kitu kinaenda sawa kulingana na program ya mwalimu ambayo amepanga. Yes, nadhani tumekuwa na session ya mwanzo, kwa hiyo tutakuwa na session zingine kuelekea mashindano haya. Yapi matarajio yenu? Yes, kulingana na target ambazo tunazo kwenye hiyo series ni kuona tunaweza kushinda michezo yote miwili. Na maandalizi ambayo mmefanya kwa muda mchache ambao kuna maandalizi kuona namna gani tunawezekana ili tuweze kukuja kuongeza kidogo mwalimu ambaye surprise kubwa kwa mashabiki wengi. Jina lako lilipotangazwa kuitwa katika kikosi cha timu ya taifa kwa mara nyingine baada ya muda mrefu. So So Good, ulipokeaje na umejipanga vipi? Hasa wengi wanakufuatilia na kufahamu kwamba kuna wakati ulikuwa unaishi katika ubora wako Manula, sasa hivi watarajia nini kutoka? Sasa kama sijakosea, nadhani mimi sijawa nje kwa muda mrefu national team. Nadhani ni kama mashindano yale ya kafu aliyopita aliyofanyika Morocco ndo sijakuepo, lakini national team zingine nadhani nilikuepo, na hiyo qualify hiyo mashindano ya kafu ya AFCON na kule mimi nilikuwa kwenye hiyo mechi ya mwisho ya qualify ambayo tunaweza kucheza. Kwa hiyo Tanzania au washabiki na Watanzania kwa jumla hawajawa surprise, lakini nadhani ni furaha kuona nimeweza kurejea kwa kuwa nje ya uwanja kwa muda mrefu kuto kucheza. Kwa hiyo sasa hivi nadhani nimepata game time nikiwa na klabu yangu ya kuweza kucheza. Nadhani ndio furaha Tanzania wengi kuona nimepata nafasi ya kucheza, na pale ambapo nimepata nafasi ya kucheza huenda nikawa nimeonyesha kile ambacho wao walitarajia kwangu. Kuliko zamani nilikuwa na join na national team, lakini nilikuwa sipati game time. Good, leo mashindano ni mwanzo tu, yanakuja mashindano makubwa zaidi. Kuna 2027 itafanyika hapa nyumbani. Unaitazama vipi, au kwa kweli peke yako unatazama vipi fursa ya mashindano ya Yes, nadhani kwa sasa kuzungumzia AFCON itakayo kufanya hapa Afrika Mashariki nadhani itakuwa ni mapema sana, lakini kwa kitu kikubwa sasa nadhani tunaendelea kufanya maandalizi kuelekea hiyo AFCON. Kwa hiyo nadhani jambo kubwa ni namna gani tunaweza kuwa na maandalizi mazuri. Nadhani homework kubwa iko kwa walimu kuona namna gani wanatuandaa wachezaji kuhakikisha tunakuwa na maandalizi mzuri na maandalizi yanakuwa mazuri zaidi kuelekea michuano hiyo ambayo tutaifanya. Tukusema mashindano ya FIFA Series lango la Taifa Stars itakuwa salama. Timu yetu imekuwa na wachezaji wengi. Sasa hiyo nadhani ni wewe ambao unaona, lakini nadhani makipa wote ambao tumeitwa national team kila mtu ana deserve kupata nafasi ya kucheza, na yule ambaye mwalimu atamwamini na kumpa nafasi ya kucheza nadhani ana deserve kucheza. Lakini sidhani kama kuitwa kwangu kama kuna familia au moja kwa moja kama Manula anataka kucheza, kwa sababu wengine pia wamefanya kazi nzuri yao na au mwalimu anaweza kuadhimisha kuwepo. Kwa hiyo nadhani kwa sasa anapiga kama mwenyewe anasipata habari zake, mchezaji mkubwa, ni mchezaji mzuri, ili aone mzuri na mchezo husika pamoja na klabu yake ambayo alikuwa anachezea, na tulihadisiwa na tumefuatilia historia yake. Mchezaji mzuri na mchelewa kama kazi yake inahusu swali hili, kwa sababu nadhani experience haimachi kwenye mpira wa miguu, isipokuwa performance na kile ambacho unafanya. Kwa mwalimu kama atapendezwa nacho kuona kwamba huyo anaweza kwa uwezo wake anaweza kusaidia. Kwa hiyo kusema tu experience peke yake haiwezi kumfanya mwalimu aweze kupe nafasi ya kucheza. Asante na kila heri. Hilo ni jukumu la mwalimu Solango. Simisi lolote. Simisi. Simwana wengine. Mwanangu ni Simisi. Nitakutana naye tu, sinarudi bwana. Nitakutana. Shukrani sana.